Wanafunzi walipewa adhabu ya kifo shuleni, wengine wakakatwa ulimi kabisa. Sababu ni moja tu, walipiga kelele darasani. Hizi adhabu zilikuwa zinatolewa kwenye shule moja ya watukutu inayokwenda kwa jina la Pantana Uitaya School. Tunzetu tukaucheke huu hapa mzigo ambao unakwenda kwa jina la Liberation. Mimi naitwa Puga MC, man himself, man from the city chata mji. Simama na mimi mwanzo mpaka pale panapoitwa mwisho. Au sio mwanangu? Pantana Uitaya School ni shule moja ya watoto watukutu. Inafahamika kwa kunyosha watoto wote watukutu hapa mjini. Hii shule ina sheria zaidi ya 100 na zote zinatakiwa kufuatwa na wanafunzi hapo mjini. Na kila mwanafunzi atakayekuja kwenye shule ya Pantana atapewa hichi kitabu cha hizi sheria awe anazisoma. Na endapo ukavunja sheria yoyote ile, basi utapewa adhabu kali kupita maelezo au utauawa kabisa yani. Hivyo basi wanafunzi wote hapa wanaishi kwenye wasiwasi mkubwa kupita maelezo yani. Haijalishi hilo kosa mlifanya kwa bahati mbaya au mlifanya kwa makusudi, lakini adhabu lazima iwe pale pale. Cha ajabu kwenye hii shule, ukitoka mazingira yoyote yale, ukishafika hapa kwenye hii shule, kila kitu kipo kwenye black and white. Hakuna kitu chenye rangi nyingine tofauti na hiyo, isipokuwa mkuu wa hii shule basi. Hivyo basi kama ukikutwa na kitu chochote chenye rangi nyingine tofauti na rangi nyeusi na nyeupe, unaweza ukapewa adhabu kali kupita maelezo. Leo hii kuna mwanafunzi mpya ameingia hapo shuleni, anakwenda kwa jina la Nano. Mara baada ya kuingia hapo shuleni, kila kitu kikawa kwenye rangi nyeusi na nyeupe tu. Mwisho wa siku akafika moja kwa moja mpaka darasani. Mwalimu akamwambia ajitambulishe. Akajitambulisha na kufurahia sana mbele ya wanafunzi wenzake, lakini wanafunzi wote wakamjibu salamu yake kwa kutabasamu tu, tabasamu fulani feki. Kisha mwisho wa siku bidada akaketi na mwalimu akaendelea na kufundisha hapo darasani. Kipindi mwalimu anaendelea kufundisha, Nano akawa anapakipaki baadhi ya vitu hapa, lakini iko bahati mbaya akawa ameangusha lipstick nyekundu. Ghafla mwalimu akawa amegeuka nyuma, lakini ukweli ni kwamba bidada mmoja aliye karibu na Nano akawa amemsaidia kuiokota na kumrudishia chapu. Hivyo mwalimu hakuona hichi kitu ambacho kimeendelea hapo katikati na hakujua kwamba kuna kitu chenye rangi nyingine kipo ndani ya darasa lake huko. Ghafla muda huo tena kuna mwalimu wa nizamu akawa ameingia mazingira haya hapa. Anafahamika kwa namna gani ni mkatili kupita maelezo. Ananyosha kila aina ya mtu mtukutu hapa shuleni. Akaingia hapa na kutangaza ya kwamba leo hii kutakuwa na ukaguzi wa mabegi. Lazima tukague kila mtu kama una kitu cha tofauti na kitu ambacho kinapingana na sheria zetu. Mabegi juu. Kisha mwisho siku ukaguzi ukafanyika hapa. Kila mtu akawa na wasiwasi mkubwa sana. Tayari wanafunzi wote walikuwa wamekwisha kuiona ile lipstick nyekundu ya Nano. Wakakagua sana, lakini kwa bahati mbaya hawakuikuta ile lipstick nyekundu kwenye begi la Nano. Kila mtu akabaki anajiuliza, Nano kaweka wapi tena lipstick? Mara baada ya Lisa, mwalimu wa nizamu kuondoka mazingira hayo bila kukuta kitu chochote cha tofauti kinachovunja sheria hapa, Nano akatoa lipstick yake kisha akajipaka mdomoni mwake na akajionyesha yeye ni nani hapo mjini na kuonesha kwamba yeye ni mbabe kupita maelezo na hakuna mtu wa kumzingua kitu chochote kwenye hii shule. Mwisho siku wanafunzi wote wakabaki wanastaajabu. Kisha tunaambiwa kwamba huyu bidada Nano hajaja hapa kusoma wala hajaja hapa kutafuta marafiki. Alichokuja kukifanya ni kuwanyosha walimu wa hii shule kuhakikisha kwamba tabia zao za ukatili zote zinaishia siku ya hii leo mara baada ya yeye kufika mazingira ya hii hapa shule. Baadaye kidogo tunageuzia upande huu hapa. Kipindi wanafunzi wote wakiwa wanakula hapa, bado Nano amejipaka lipstick nyekundu kwenye lipsi zake, kitu ambacho kinawashangaza watu wote hapa katikati. Bidada huyo hapa akaendelea kumshauri Nano na kumwambia kwamba usifanye hivyo kwa sababu adhabu zinazotolewa ni kali kupita maelezo. Kuna wanafunzi zaidi ya 10 tuliofika nao mpaka hii leo hatujawahi kuwaona. Wamepewa adhabu kwa siku 4 zilizopita, hawajarudi mpaka hii leo. Muda wote huu hatujui wanafanya nini, wameuawa au bado wanapewa tu adhabu. Nano akasema ya kwamba yeye haogopi kitu cha namna yoyote ile na akacheka tu, kitu ambacho kikamshtua Lisa. Kipindi anapita upande wa pili, ule mwalimu wa nizamu akanyoka moja kwa moja akamfuata Nano. Mara baada ya kumkuta na lipstick nyekundu akashangaa sana. Alikasirika kupita maelezo, akaifutia upande wa kushoto ikamchafua mpaka shavu. Kisha akamsimamisha Nano na kumpa adhabu moja kali kupita maelezo. Adhabu ya kwanza, atatakiwa kusimama katikati ya uwanja jua likiwa kali kupita maelezo na asome sheria zote kwenye kitabu. Cha kushangaza ni kwamba mara baada ya Nano kuanza kusoma hii sheria, kila akimaliza kusoma sheria moja anacheka kupita maelezo, kitu ambacho kikao kinawavuta wanafunzi wengine. Ukipiga kelele unakata ulimi. Sheria gani? Wanafunzi wote kwa wanabaki wanashangaa. Mtu wa namna gani? Haogopi kitu cha namna yoyote ile. Kisha mara baada ya kumaliza kusoma hizo sheria, bidada Nano akanyanyua kitabu akatoa tena lighter. Bidada amebeba mpaka kiberiti mazingira haya hapa, kisha akachoma hichi kitabu cha sheria. Watu wote wakawa wanashangaa, huyu dogo mbona ni jeuri kupita maelezo? Mara baada ya Nano kuchoma hicho kitabu akaongea kwa sauti, hii sheria haipo, hakuna sheria inayosema usichome kitabu. Hii kitu ikamkera sana Lisa, hivyo akambeba na kumpeleka kwenye chumba cha adhabu kali kupita maelezo. Wakamleta mazingira haya hapa. Cha kushangaza ni kwamba dogo janja bado haogopi kitu cha namna yoyote ile, anakuwa yupo comfortable kabisa, hajali kwamba anapewa adhabu au apewe adhabu. Na siku iliyofuata Nano akaja tena darasa
darasani, na leo cha kushangaza amejiweka vitambaa vya rangi ya kijani. Watu wanamshangaa, huyu dada ndo alipewa adhabu jana, mbona yeye karudi mapema? Kuna nini ambacho kimemkuta? Au alisamehewa? Mbona mzima wa afya na bado wanaendelea kuvunja sheria? Kisha mwisho siku wanafunzi wakaanza kumuuliza, mbona wewe umerudi mapema kuliko wanafunzi wengine waliowahi kwenda kupelekwa kule? Hakuna mtu aliyewahi kurudi mapema hivi, kwa nini wewe? Bidada akawaambia kwamba kwenye kile chumba cha adhabu kila kitu kinaenda fresh tu, kule bata tu. Hivyo basi mimi nawashauri hata nyinyi wanafunzi wenzangu, vunjeni sheria ili mbebwe na nyinyi muende kule tukafanye party kwenye kile chumba cha adhabu. Yaani kwenye chumba cha adhabu yeye anataka watu wakale bata na kufanya party, kupap champagne. Wakati huo kipindi anaendelea kuwashawishi wenzake, Lisa akawa amesogea mazingira hapa ya mlangoni. Mwalimu wa nizamu yeye mwenyewe pia anashangaa kumuona Nano yuko mazingira haya hapa. Anajiuliza, Nano katokeje tena wakati mimi sikumruhusu watoke wala sikumtoa kwenye kile chumba cha adhabu? Hivyo basi akamfuata bidada Nano na kumfokea sana, kisha akamwambia kwamba unatakiwa kufuata kila aina ya sheria ya shule hapa, acha upumbavu wako, umenielewa? Lakini Nano akasema ya kwamba hii shule ya kipumbavu kupita maelezo, kitu ambacho kikamkela sana Lisa. Hivyo akambeba tena kumrudisha kwenye chumba cha adhabu. Wakati huo hapa akaongeza adhabu kali kupita maelezo, akawasha taa zinazo pop up muda wote, kitu ambacho kinaumiza sana macho. Kisha akawasha taa yenye mwanga mkali kupita maelezo mbele ya macho ya Nano. Kisha akaongeza tena adhabu nyingine humo ndani. Lakini au kupita muda mrefu, jioni tena Nano akawa amechomoka kwenye kile chumba cha adhabu na yupo tena darasani huku. Wanafunzi wengine wanacheka na kushangaa. Lakini kwa wakati huu kavunja tena sheria kupita maelezo, kaja na nywele zote zikiwa na rangi ya zambarau. Wanafunzi wote wakawa wanaona kumbe inawezekana tu ukavunja sheria na hakuna kitu ambacho kitakukuta. Hivyo basi Nano na yeye ikawa ni furaha kubwa moyoni mwake kuwaona wanafunzi wengine angalau taratibu wanaanza kufuata kitu ambacho kimemleta hapa. Hivyo misheni yake inaelekea kufaulu. Kama vile ambavyo yeye mwenyewe alitarajia, kuvunja hii sheria lazima tu atakamatwa na kwenda tena kupewa adhabu. Dakika hizo tena wakaja wapambe wa Lisa, kamchukua na kumleta tena kwa mwalimu wa nizamu. Kwa mwalimu wa nizamu huku Lisa akampa tena adhabu. Kisha leo hii hapa ikabidi amuulize maswali kadhaa kabla ya adhabu kuanza kutumikiwa hapa. Hivi Nano, umekuja kufuata nini hapa na unahitaji nini? Mbona umekuwa mtu jeuri sana na unafanya vitu vya ajabu? Bidada akiwa na nywele zake za zambarau akacheka sana, kisha akamwambia Lisa ya kwamba nahitaji kila mfumo wa hii shule ubadilike kabisa. Yani sheria zote ambazo zinasababisha wanafunzi wanajiona hawapo huru na wanateseka wakiwa na hofu kubwa kupita maelezo ziondolewe. Mara baada ya yote hayo kuongelewa na huyu bidada Nano, Lisa akapoteza kabisa utaratibu wake na kumuuliza kwa taratibu. Ikabidi anyonyue plies hapa. Akavuta sana ulimi wa Lisa nje na akaungoa wote, akaushika akiwa na shangaa. Lakini cha kushangaza ni kwamba mkononi mwa Lisa kukiwa na ulimi wa Nano, Nano akaendelea kucheka tu na kufly. Na baadaye kidogo Lisa akajibeba na kujipeleka mpaka kwenye ofisi yake huku akiwa anaendelea kujiuliza maswali mengi sana kichwani mwake. Bidada Nano kafata nini hapa? Dakika hizo akaingia mwanafunzi mpya hapo shuleni, anakwenda kwa jina la Yuli. Akajitambulisha na kusema ya kwamba yeye ni Yuli na yupo tayari kumsaidia kwenye hichi kitu ambacho kinaendana na Nano. Akadai ya kwamba yeye anamfahamu vizuri sana Nano na amesoma naye kabla ya kufika hapa kwenye shule ya watukutu. Bidada akakasirika sana na hakutaka kumuelewa huyu bidada Yuli. Lakini mwisho siku bidada akaendelea kumshawishi sana, kumwambia kwamba kuna wanafunzi wengine wanataka kufanya mgomo hapa shuleni, kitu ambacho kikateka attention ya Lisa. Akamsikiliza. Sasa mwalimu wa nizamu, mimi ninachohitaji kwako mimi niwe snitch wako, yani niwe nakuletea taarifa za wanafunzi nini wanachotaka kukifanya. Kisha akamuonesha grupu la wanafunzi na nini wanachokichati kuhusiana na maandamano ambayo wao wanataka kuyafanya hapo shuleni. Hivyo basi mwisho wa siku Lisa akakubali kabisa kumpa Yuli usnichi wa kumletea taarifa. Jioni yake Lisa akawapa adhabu wanafunzi ambao walianza na kutaka kufanya mgomo kwenye hii shule. Hivyo basi Yuli ameanza kuchukua imani ya huyu mwalimu Lisa, mwalimu wa nizamu. Na mwisho siku akaanza taratibu kuzoea hata mazingira ya ofisi ya Lisa na akawa anaenda kwenye ofisi ya Lisa kila ambapo yeye atahitaji. Leo hii hapa kaingia kwenye ofisi ya Lisa, anachunguza kila kitu ambacho yeye anakihitaji. Akakutana na siri nzito sana kuhusiana na hii shule na walimu waliopo kwenye hii shule. Hii siri hakutaka kuiacha, akaibeba moja kwa moja na kuondoka nao mazingira hayo hapa. Jioni kidogo tunamwona Nano yuko tena darasani na anaongea vizuri tu licha ya kwamba alikatwa ulimi na wote tunakumbuka. Na mwisho siku wakati huo hapa yuko darasani peke yake. Juu ya meza yake akakutana na hii barua ambayo imeandikwa top secret, siri za juu na siri nzito kupita maelezo. Ikabidi achukue hii barua na kusoma hizo siri. Nano akavuta tabasamu lake na kuzibeba kuzisoma. Kisha sini inaama na kututupa mitaa hii hapa. Tunakutana na Nano akiwa ameprint mabango mengi sana ambayo katikati yake yalikuwa na matangazo mazito kupita maelezo kuhusiana na ile siri ambayo ameikuta kwenye ile barua. Kipindi anaendelea kutembea na hao mabango akakutana na Yuli. Wakanongonezana hapo kisha wakapishana. Tunaona kwenye kisogo cha Yuli kuna mfanano wa rangi kwenye hizi ribbon iliyofunga barua na iliyofunga hii nywele. Hivyo basi tunajua ya kwamba Yuli ndo aliyepeleka zile siri kwa huyo bidada Nano. Sijui wako pamoja hawa watu. Mara baada ya hatua kadhaa mbele Nano akafika mazingira
mazingira haya hapa kwenye floor ya juu kabisa, kisha akawa anajiandaa kwa ajili ya kubandika hayo matangazo. Kwa bahati mbaya mwalimu Lisa akawa amefika mitaa hii hapa, akapiga kelele nyingi sana, unataka kubandika nini? Na hicho unachotaka kubandika kimebeba maudhui gani? Na kwa nini kiwepo humo ndani? Tunagundua ya kwamba kwenye hizi barua ni barua ambazo zinaeleza siri nzito kuhusiana na hii shule kupokea kila aina ya msaada kutoka kwenye taasisi mbalimbali huko nje, taasisi zote ambazo zinahitaji kuboresha hii shule. Lakini licha ya kupokea mabilioni ya pesa, hakuna pesa yoyote iliyotumika mahala popote pale. Watu wote wanaopokea hizi pesa, walimu, wakuu wa shule, wanazitumia hizo pesa kujinufaisha wao wenyewe, wala warekebishi kitu chochote. Kuna mabilioni ya pesa yameleta kwa ajili ya msosi, lakini wanafunzi wanakula maviazi patata tu hapo shuleni, vyakula vibovu kupita maelezo. Mwalimu mara baada ya kugundua ni siri zetu, akabidi ang'ang'anie sana hizo posters. Naomba ya matangazo, Nano anayavuta pia. Naomba ya matangazo, Nano anayavuta pia. Upande huu hapa wa pili tunamwona bidada Yuli. Bidada Yuli akanyanyua simu yake, akarekodi hili tendo lote hapa katikati, kisha akaweka simu yake kando na kuwasogelea wawili hao hapa. Akamsukumia chini bidada Nano upande huu hapa chini. Nano akakata moto papo hapo. Mwalimu akabaki anashangaa na yeye. Kisha mwisho siku akachukua zile siri zote na kuzitupia chini. Kipindi mwalimu anaanza kupiga kelele, kwa nini umefanya hivyo? Wanafunzi wote wakawa wamezidaka na kuanza kuzisoma hapa. Kabla hajaanza kuweweseka na kitu chochote, akanyanyua tena simu. Wakati huo hapa akachukua ushahidi mwingine tena, akiunganisha na ule ushahidi wa awali. Hivyo basi aliyemsukuma chini na kumuua bidada Nano ni huyu mwalimu, na kesi itamgeukea huyu mwalimu. Na ushahidi ukakamilika mara baada ya Yuli kuituma ile video ya awali ya kipindi Lisa anavutana na bidada Nano, akaituma kwenye grupu la shule hapa. Wanafunzi wote wakatoka na hasira kali, kwa nini kamuua mwanafunzi mwenzetu? Wanamkimbiza sana mwalimu, wakamkimbiza sana na wakawakusanya walimu wote hapo katikati hapa. Mnatulisha magimbe, kumbe mmepewa mabilioni ya pesa huko. Kili makosa yako yote andika hapa chini, tuwapeleke mahakamani. Wote wakaandika, lakini mwalimu Lisa yeye akakataa kata, akasema ya kwamba siandiki mimi. Mwanafunzi mmoja akamkamata shingo yake na kumlazimisha sana, andika, lakini alikuwa amemkamata sehemu mbaya, kitu ambacho kikapelekea akakata moto. Wanafunzi wote wakamgeukia huyu mwanafunzi wa kiume, umemuua mwalimu. Wakataka tena na wao wampe adhabu mwanafunzi wenzao. Kwa nini kamuua mwalimu? Kabla hajafanya yote hayo, akatokea mwamba huyu hapa, akiwa amevalia suti za pinki. Mbona yeye sio black and white? Tunagundua kwamba huyu ndo mkuu wa shule, anavaaga zake hizi suti za pinki wakati wote. Wakati huu hapa, mara baada ya kufika hapa, akapiga risasi juu na kuambia wanafunzi wote, nitawamaliza, hebu tutulie. Kisha akawanyofoa walimu wote wakakaa upande wake. Wanafunzi wote wakawa mbaki kimya, akawaambia kwamba nahitaji muombe msamaha na mkiri makosa yenu. Endapo mtafanya hivyo, nitawasamehe makosa yote mlioyafanya, kisha nitawasamehe hata kosa la kumuua mwalimu Lisa. Wanafunzi wote waoga wakaanza kuomba msamaha hapa, tusamehewe. Lakini kuna wanafunzi baadhi wakawa wamekaza hapa, akiwemo huyu bidada hapa, akiwemo huyu bidada Yuli. Hivyo basi mwisho wa siku mkuu wa shule akawa amechukua panga kali kupita maelezo, akidai ya kwamba anajua kuwa Yuli ndo aliyesababisha maandamano kwenye shule na aliyepelekea uchafu wote kufahamika hapa. Akasema ya kwamba anataka kumtoa kichwa. Lakini cha kushangaza, kabla hajamkata kichwa chake, akatokea bidada Nano akiwa anatiririka damu kwenye mdomo wake. Watu wote wakawa wanashangaa, huyu alikatwa ulimi. Lakini kabla hajamaliza mshangao, wakatokea tena wakina Nano watatu. Nano yule alikuwa amebana kitambaa cha kijani, Nano mwingine tena alikuwa na nywele za zambarau, na Nano mwingine tena aliyosukumwa chini na akafa. Wanafunzi wote wakawa wanabaki wanashangaa. Wakati huo hapa tulikuwa tunaambiwa ya kwamba Nano alikuwa anauawa kipindi akipewa adhabu zote zile, lakini kila ambapo alikuwa akiuawa ilikuwa inatokea vision mpya ya Nano. Hivyo Nano alikuwa anakuja upya tena, na kila vision ipo hapa kwa ajili ya kuja kufanya maajabu upande huu hapa wa pili na kutetea wanafunzi wengine ili kuzimaliza sheria mbaya sana ambazo zinapelekea wanafunzi wanateseka hapo mjini na kupoteza uhuru. Nano akawafungia walimu wote kwenye sehemu moja, kisha akamfuata mkuu wa hii shule na kumwambia kwamba weka silaha yako chini. Principal akasema ya kwamba hapana, kisha akawa nyenyua kwa ajili ya kupull the trigger na kumlalua huyo bidada risasi moja nzito sana. Lakini wanafunzi wote wakawa wamenyanyua simu zao na kuanza kuwarekodi. Wengine walikuwa live TikTok huko, tap screen, tazama ambavyo mkuu wa shule anataka kuua wanafunzi wake kwa risasi. Hii kitu ikabidi imtulize huyu mwalimu. Hapana, siui kwa risasi. Lakini mara baada ya kuona wanaenda live na wanataka kumuumbua huyu mwalimu, hivyo akabidi ashushe silaha yake chini. Hapana jamani. Mara baada ya kushusha tu silaha alikuwa ameshaharibu. Wanafunzi wote wenye hasira kali wakamfuata na kumkamata mwalimu, wakamgusa sana, kichapo cha kupita maelezo, yani kama ambavyo wao walikuwa wakifanyiwa kipindi wakifanya makosa. Wakamkata moto mkuu wa hii shule. Utawala upo kwenye mikono ya wanafunzi kwa sasa kwenye hii hapa shule. Walimu wote wamefungiwa, mkuu wa shule kashamalizwa. Hivyo basi mwisho wa siku sheria zote zinatakiwa zivunjwe mitaa hii hapa, na wanafunzi wote wanafurahia kwa sasa. Sheria zote zimeshafutwa na hakuna sheria ambayo itaendelea kuwanyanyasa na kuwafanya wanafunzi waishi kwenye mambo ambayo yatawafanya
wasiwe huru kabisa. Hivyo watasoma na kuishi maisha kama wanafunzi wengine wanaosoma kwenye shule zingine huko mjini. Sio kwamba wao wapewe treatment tofauti na wanafunzi wengine na kuendelea kunyanyaswa. Adhabu ya kukatwa ulimi nimepiga kelele? Sio kweli. Huu ndio unakuwa mwisho huu hapa, mzigo unakwenda kwa jina la Liberation. Mimi naitwa Puge MC, man himself, man from Best. Simama na mimi mwanzo mpaka mwisho wa mizigo yote nayoiachia mitaa hii hapa. Bonge Story.